Msemaji barani Afrika Ali Shabani Kamwe, naona upo ndani ya hafla ya Young Z Taifa. Kitu gani chavuka level ya kuwa hafla? Hafla panakuwa pana korosho kidogo, pana kahawa kidogo. Hii ishavuka level ya kuwa hafla. Hii kwa lugha ya ujao tunasema ni private party. Ni private party maalum kwa ajili ya vijana wa Young Africans wa tawi la Young Z. Ndio maana chimbuko lake ili ni muasisi ni wewe. Kwanza ukitazama hapa waliokuja humu ndani wote mdogo kabisa hapa. Mkubwa kabisa hapa na miaka 26. Ndo mzee katika wote unaona hapa. Wote hawa ni dogo janjas ambao wanahamasika na klabu yetu, wanafanya kazi nyingi ya klabu yetu. Na leo ni siku maalum ya Young Z kukutana na kufanya sherehe yao. Unajua tawi hili tofauti na matawi mengine ni kwamba tawi hili ni tawi linaloongoza pia kwa heka, lakini heka zake ni za ujana. Wakikutana bwana hawa ni party, alafu tunajadili namna gani tunakwenda kupeleka mbele tawi letu kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Sasa hapa huu ni mwenyekiti wa Young Z. Katikati palifanyika uchaguzi hapa, sababu ni tawi pia linafuata taratibu zote kama katiba ya klabu yetu inaelekeza. Pakafanyika uchaguzi na bwana Saidi hapa akabahatika kupigiwa kura nyingi na Young Z wengine na akaweza kushinda. Kwa hiyo historia sasa ya Young Z ipo mikononi mwa bwana Saidi. Kutoka hapa ambako amechaguliwa sasa rasmi kuwa mwenyekiti, maana yake ana safari ya kuiongoza tawi hili kufikia ndoto kubwa ambayo hata viongozi tuko nayo tunapolifikiria tawi la Young Z. Kwa bwana Saidi, hongera sana kwanza kwa kushinda. Hatujawasiliana mpaka uchaguzi umalizika na tulikuwa tunazingatia kusiwe na ushawishi. Kwa hiyo tukupongeze bwana. Umeshinda kwa kura, manake umeshinda kihalali. Hakuna mizengwe. Na tukupongeze pia kwa innovation hii ya kwanza ambayo mmeifanya baada ya kuchaguliwa. Mmeandaa kitu kizuri. Na nao vijana wanapenda haya. Mmeandaa kitu kizuri ambacho kila mmoja atakuwa amefurahika nacho, lakini pia kwa vijana wengine ambao wako nje ya tawi, naamini wakiona activity kama hizi watahamasika kuja kujiunga na tawi la Young Z na kuwa sehemu ya vijana wa tawi hili. Ndio bwana Saad. Watu wengi waliingia na hofu ya kwamba yawezekana msiweze kutimiza malengo yale ambayo matawi ambayo tunayafikika kikawaida yakafikiwa. Tuambie hali kwa muda ambao Young Z wamesurvive mpaka leo, malengo yale yameenda sambamba na matawi mengine ambayo watu wanaenda ofisini na mambo mengine yanaendelea? Lengo namba moja ni tawi hili kuwa active. Na kuwa active maana yake kuwa na wanachama ambao wanalipa ada zao. Hivi tunavyozungumza, kabla hatujakwenda kwenye mkutano mwingine, ukiulizwa tawi bora la Yanga ni tawi la Young Z. Kwa mujibu wa taratibu ambazo uongozi uliziweka, tukaenda kwenye mkutano mkuu na Young Z wakathibitika mbele ya wanachama, ndio tawi lenye wanachama wengi na likapata sifa sasa ya kuitwa tawi namba 1 la klabu Young Africans kuwa tawi bora la mwaka. Kwa hiyo hatuna tawi lingine mpaka sasa hivi, kile cheo kinashikiliwa na Young Z. Maana yake fikra ambazo tulikuwa nazo wakati tunafikiria tawi hili, zile fikra kina Saidi wamezienzi na hili tawi limekuwa active na limekuwa na wanachama wengi. Kwa hiyo mimi ukiniuliza naweza nikasema kwa zaidi ya 100% tawi la Young Z limevuka hata yale malengo ambayo tulijiwekea mwanzoni. Wakati siku ya kwanza unalitangaza ile tawi, ulisema baadaye kutakuwa na Young Z sehemu mbalimbali nchini. Nakumbuka ulisema uligusia Arusha, mtaenda kule kuzindua Young Z. Vipi mpaka sasa hivi? Mmefikia wapi au kuna sehemu ambayo mmekwama? Sasa kwa sababu tunaye mwenyekiti hapa Young Z Taifa, hii itakuwa ni swali lako, si ndio? Mimi nitamwachia sasa. Ni mambo ya institution ya Young Z. Nisiyasemee kila kitu wakati mwenyekiti tunaye, tumeshamchagua hapa. Atakuja kulifafanua hilo na majibu yake. Huyu ni mwenyekiti wa Young Z Taifa. Kwa Young Z Taifa maana yake tumekusanya ma Young Z katika kila mkoa, kila wilaya. Kwa hiyo atakuja kulifafanua tujue tuna Young Z matawi mangapi kwenye mikoa ipi hapa Tanzania, na atogea pia mpango yake na namna gani ambavyo wanaweza kuboresha au wanachama wakawa wengi zaidi. Lakini sisi kwa upande wa viongozi
tumejivunia sana tawi la Young Z, na ziko nyakati tulikuwa tunawaacha mbali, kwa sababu katikati mwenyekiti nilikuwa namwambia kumekuwa na mizengo kidogo, kina Godi hao matawi yao Kimara Temboni huko, si wako hapa, walikuwa wanapiga mizengo kidogo. Bana, sasa kama uongozi mnalibeba tawi la Young Z na nini, kwa hiyo tukawaacha wapambane, wasimame wenyewe, na leo wamethibitisha kwa vitendo kwamba wamesimama wenyewe. Kwa hiyo Godi, waambie na wenzako bwana, sio kwamba tulikuwa tunawabeba. Young Z wanajimudu kweli, ndio maana tuliwaacha na bado wamepiga hatua na tawi limekuwa imara na linafanya vizuri. Kwa hiyo sisi kama makao makuu tunawapongeza sana viongozi wa Young Z, namna ambavyo namba moja ya kipaumbele ni wanachama, na wamekuwa na shughuli nyingi, ubunifu mwingi, wakisha wanavutia vijana wengi kuja. Hivi kwa mfano wewe unakuwa kijana wa Yanga miaka 26, 18 hapo 20, leo watu wamejifungia kwenye mjumba kama huyo, mjumba kama ule dress room wetu ule walaniwe wa Mbweni, ule White House la kule, jumba kama hili tu kubwa lina kila kitu hapo. Kuna nyumba vingapi huko ndani? Kuna vyumba 6. Vyumba 6 huku vimekaa, kuna swimming pool zipo kama 8 huko, watu wanaogelea tu, si ndio? Alafu watu wanakesha huko leo, si ndio? Isa Dede, tukimaliza interview waandishi mnaruhusiwa kuondoka, sio mnaruhusiwa, mnatakiwa muondoke. Young Z waendelee na shughuli zao. Wewe mwenyekiti, mimi ni mwanachama wa Young Z. Kwa hiyo tukimaliza tuweka beli wanatupigia konga, si una chakula msiondoke na njaa, mtakula. Mkianza kula tutafunga ile geti sasa, punguze hizi kamera na nini. Kwa hiyo vijana wa Yanga ambao hawajiunga bado na tawi lolote, tawi ndo hili sasa. Hivi ambavyo watazama watakiwa watafute mawasiliano. Sasa tutasema hata namba kidogo hapa. Nikiangalia umri hata wa Alan Okello anastahili naye angeweza kujiunga. Okello yule ni Young Z mwenzetu. Young Z mwenzetu. Kwa mfano Diara ni mwanachama wa Yanga wa tawi la Mzee Mpili. Tawi la Mzee Mpili. Okello tamuiba huko kwenye Young Z. Okello anacheza mpira, rafiki yangu amemfanya tukio baya yule nani yule Rushain Deruku. Ulimi katoanje mtoto mdogo. Yani yule Okello baada ya mechi huwa mama yake anamtafutia kile kichupa cha maziwa kile. Kwa muda mwingi ule ulimi wa kuonja utamu anautoa nje. Kwa hiyo ni kijana ambaye tutamvuta huku, awe mwanachama wa tawi letu. Yule Pacome na tawi lake liko Sinza. Na wenzake wako Sinza. Sijui nani Tabata pia tutafuta mwanachama mmoja. Sijui nani asifa Tabata. Lakini Okello tutamvuta sababu ni kijana, na tutasiku tutaandaa mazingira wala sio mbali. Ligi itapumzika hapa nafikiri mwisho wa msimu, mwisho wa mwezi huu. Patakuwa pana FIFA break hapa. Tutajitahidi, tutaarrange kitu hapa, kama sio vijana wote wa tawi basi wawakilishi wachache tukutane na huyu Alan Okello kama kijana mwenzetu. Tupate hiyo privilege, tukutane naye, tumuelezee namna gani na sisi tunaelekea. Kama kuna zawadi tutampatia, si ndio bana? Angalau tumuonyeshe kwamba hayupo klabu wa Kongo peke yake, ni kama pia na vijana ambao pia wanamsupport kwenye shughuli zake. Kwa hiyo tutaliarrange vizuri ili ligi ipumzika hapa katikati mwisho wa msimu, na mwisho wa mwezi huu tuandae hiyo meeting ya Young Z na Okello. Kuna vijana wengi pale, kuna kina Casemiro hao, kina Sheani, kina Ninju, kina Buba, ya mwenzenu huyo. Wapo hao, mkutane nao, mkutane nao mumuelezee mambo mbalimbali. Young Z mwenzetu huyo. Hauna habaya. Buba jameni yupo na Young Z mwenzetu. Kiti leo tukuonana pale, lakini migoli ya Alan Okello kule. Nilikuwa na wahi, yani pale mechi imeisha, ndio maana mniwie radhi kwanza, nilikuwa na wahi huku kwenye shughuli, nimwaidi mwenyekiti maniije. Tumeona ule kweli tumeona. Kuna haki ya kuwahi. Nilikuwa na haki ya kuwahi, ndio maana akatufukuze hawa. Tumeelewa. Hata kesho asubuhi itafika hapa, mambo yatakuwa mengi hapa. Kwa hiyo bwana, nilikuwa na wahi hafla, tumewahi vizuri hapa alhamdulillah. Enjoy kidogo hapa, piga msosi, na mimi nitawahi nyumbani nikapumzike. Na mtoto bwana, na mtoto amezaliwa mdogo hivi, kwa hiyo nyumbani hawezi kulala mpaka baba yake. Mbona na wewe unakuwa kama nyumbani unakaa? Nimepata bahati, nimejaliwa mtoto mdogo, nimepata kabinti kadogo. Sasa kale kabinti kale
hakalali mpaka baba yake niwe nimefika. Nini kinauchekesha sasa hapo? Mtoto huyu akubeba hivi. Anaelewa waka huyu. Kwa bwana mwenyekiti, karibu bwana. Uzungumze na waandishi kidogo, tuelezee jambo hili na nini maendeleo ya Young Z kuanzia mlipoanza mpaka sasa, lakini moja ya mikakati yenu ilikuwa ni kuhakikisha Young Z inaenea nchi nzima. Tuambie mmefika wapi na kama kuna matawi mengine mapya ambayo yameshafunguliwa nje ya Dar es Salaam. Awali tunapoanza Young Z tulikuwa na wanachama wapatao 600. Lakini as we speak mpaka sasa tuna wanachama wanaokaribia 1000. And by the way, mwanzo tulianza na Young Z Dar es Salaam peke yake, lakini mpaka sasa Young Z imeenea mikoa mbalimbali. Tuna Young Z Dodoma, tuna Young Z Arusha, Young Z Dar es Salaam na Young Z Morogoro. Kwa so far tumepiga hatua kubwa. Ukiangalia tangia tumeanza mpaka sasa hivi tumepiga hatua kubwa. Young Z iko katika zaidi ya mikoa 4. Sawa, vipi ushiriki wa Young Z kwenye shughuli za klabu? Kwa sababu tunafahamu matawi mengine ya kawaida huwa klabu ikiwa na shughuli mbalimbali wanashiriki, klabu inaenda kucheza mikoani, wanasafiri na klabu. Kwa nini Young Z ushiriki wenu kwenye ushiriki wa Young Z katika shughuli za klabu ni mkubwa sana, kuanzia kusupport klabu kwenye games za ndani ya Dar es Salaam kwa maana ya kwamba tukiwa nyumbani, lakini pia games away tukiwa tumesafiri mikoani na nje ya nchi. Young Z huwa inajitahidi kusafiri kila mkoa ambao Young Africans inaenda, lakini pia Young Z inaisupport klabu kwa ku raise fund, kwa maana ya kwamba kwa kulipa ada za wanachama kila msimu. Tunachangia mapato ya klabu kwa kulipa ada za wanachama, lakini pia Young Z ndio tawi pekee ambalo huwa linaongoza kwa manunuzi ya jezi za klabu. So pia tunachangia mapato ya klabu kwa kupitia ununuzi wa jezi za klabu na kits zingine mbalimbali. Sio hapo tu, Young Z pia huwa inatoa maoni mbalimbali kwa ajili ya kujenga klabu yetu Young Africans. Nadhani viongozi wetu baadhi akiwemo Alikamwe wana ushahidi wa hilo swala. Sawa, tunashukuru sana. Unajisikiaje hafla hii ambayo mnaenda kuifanya sasa hivi ambayo inaenda kufanyika? Actually binafsi najisikia vizuri sana kwa sababu hii ni hafla kubwa, hafla ambayo tumeipa jina la Young Z Golden Era, kwa maana ya kwamba tunaenda kuzianza enzi mpya za Young Z, enzi ambayo itabeba historia mpya ya tawi letu, lakini pia Young Africans kwa ujumla. Hebu tuweke sawa pale. Unajua hii nimetafakari, nimefikiria na nikagundua kama hauna matatizo ya UTI sugu, maana hii ieleweke vizuri, kama hauna UTI sugu, maana UTI sugu huwa inaanzia kwenye mirija ya mkojo alafu inapanda kichwani. Ikishafika kichwani maana yake wewe huna utakalolielewa. Lakini kama ni mzima kabisa ukafuatilia mpira vizuri, utagundua kwamba Clatous Chota Chama ni mchezaji mzuri kweli kweli kama hajashindanishwa na nani? Na Alan Okello. Ila ukimuingiza tu Okello kwenye mjadala ndipo unapoanza kugundua kwamba Okello ana assist 7 na ana goli 5 na ameanza ligi Januari. Sio kama mnaelewa vizuri. Yaani ukitulia vizuri, kwa sababu hao Chama rekodi zake chukua na za Singida. Sio za hapa Disha Dogo, na za Singida. Azipiti kwa Okello. Na sio yeye. Chukua na yule mchezaji wa Jairuti yule nani? Loemba. Changanya kwenye kapu moja. Usimuache na nani? Libasa. Wewe kwenye kapu moja. Bado hawafiki. Yaani kwa kifupi chukua Disha Dogo lote. Key players wote wa Simba. Disha Dogo lote bado hazifiki namba za Alan Okello. Lakini yaani unaposema lakini maana yake una hoja inayopingana na hoja yangu au nini? Hali wewe mwenyewe juzi nadhani ukiwa Wasafi ndio ulikiri kusema kwamba Clatous Chama sahihi kabisa. Chama ukimzungumza mwenyewe ni mchezaji mzuri, ukimlinganisha na Okello unagundua ile ya Wasafi kulinganisha mzungumza Chama mwenyewe ni mchezaji mzuri, ila Chama ukimlinganisha na Okello ndipo unapogundua hapa hapana, huyo Okello namba zake zinatisha. Ndugu zangu, ni ameanza Januari Yanga,
akakwenda miezi miwili hajafunga goli. Hii namba unazungumza hapo ni miezi miwili, mwezi wa 3 mpaka wa 5. Yaani hakuna mchezaji Tanzania hapa katika historia, sio tu msimu huu, katika historia ya ligi yetu, katika miezi miwili amekusanya namba ambazo iko nazo Alan Okello, contribution ya goli 12. Maana hapo inaweza kaibuka mijadala mingi sana ukimlinganisha sasa na Fei. Okello mpaka sasa hivi ameshaingia kwenye nominees ya MVP wa ligi kuu. Mtu hajatarajia. Hajatarajia. Ameshaingia kwenye kinyang'anyiro cha MVP wa ligi kuu msimu huu. Ameshaingia kwenye kinyang'anyiro cha kiungo bora msimu huu. Alan Okello anatakiwa apewe tuzo ya kikosi bora cha msimu cha ligi. Ni miezi miwili nazungumzia hapo. Lakini pia anafukuzia pia top scorer kwa maana ya kiatu bora Alan Okello peke yake. Kwa hiyo mwisho wa msimu, na hata ili goli alilofunga leo, pasi iliyopigwa na Pacome Zouzoua, touch moja akatandika mpira ukaenda hivi, yale ndio magoli ambayo hata ukiwatumia FIFA wanakwambia hii ni football. Watumia au yaone wenyewe. Ukiwatumia au yaone wenyewe. Yaani yale ni magoli ambayo yes. Umeona? Alafu hii interview na wanafiki wengi. Umegundua hilo jambo? Ukiwatumia. Ndio aina ya magoli ambayo yanatafsiri football. Anakimbia Pacome Zouzoua, anapiga cross kama ndani, Dube anakimbia mambo ya kwanza, anaitoa kwa nje, Okello ana receive katikati ya msitu, watu wanatandika. Lile goli ndugu zanguni, sio CNN, sio Al Jazeera, sio BBC wenye haki ya kuliposti lile. Ni sisi Yanga wenyewe tutaliweka, na ndio goli ambalo linatakiwa lizungumziwe. Kwa ni marufuku. Clinical finish. Ni marufuku. Marufuku. Mtu kuchukua goli la Okello. Kwanza nyinyi waandishi nyewe mmenisikitisha sana. Yaani mmenihuzunisha mno. Mimi nafuatilia vyombo vya habari. Kila siku naangalia vita ya Irani na Marekani. Yaani CNN eti waache kujadili mabomu yanayopigwa kwenye meli huko, eti wajadili. Yaani mmetengenezewa kipande cha AI. Mtu katika kipande cha AI amekipost na nyie wote mmekwenda kukiripost. Serious? Nimekuhuzunisha sana. Nimewahuzunikia nyie, sio mimi. Nyie ndio maonea huruma. Teknolojia imetudanganya. Mjui. Si AI umesema. Muhimu ni kwamba mfuatilieni vizuri Alan Okello. Anaiwakilisha vizuri. Yaani ndio nembo ya ligi kuu sasa hivi ya NBC. Ukikutana na mzungu yoyote, ukitaka kuelezea ubora wa ligi ya Tanzania, chukua clip ya Alan Okello, atakuelewa kwa ukaribu zaidi. Wale wanaosema Okello ni wa mechi ndogo ndogo. Na uzuri wake ndio huo sasa. Kwenye mechi kubwa Alan Okello huwa anadili na tope. Kwenye mechi ndogo anadili na magoli. Kwa hiyo waambie Alan Okello mechi kubwa anadili na tope, waandae tu tope. Atakuja kudili nalo. Mechi ndogo magoli na assist. Huyo ndo Alan Okello. Anapenda sana tope. Tope mechi kubwa. Wao waandae tu.